Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia afya kama ilivyokuwa kawaida yetu. Kwa kila Jumamosi tuna nidhamu ya kuwahi na kufanya usafi pamoja. Baada ya zoezi la usafi tuna kawaida ya kuwa na vikao vidogo kwa ajili ya taratibu na sheria ya katiba yetu ilivyotuelekeza. Tuko katika hatua ya pili. Leo ni Jumamosi ya mwisho wa Shaban. Masiku machache yaliyobaki tutaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie afya njema. Pamoja na furaha yote, leo hii kwetu sisi ni tukio la kihistoria. Toka tumepata usajili wetu takriban miaka 8, tumeshirikiana na viongozi wa kiserikali na wa chama kwa hatua zote. Tumefanya jitihada kubwa ya kuwatafuta viongozi wetu, walezi wa dini, wenye taasisi kubwa, lakini shughuli ilikuwa ni nzito. Hatukuendelea kukata tamaa viongozi, tumejitahidi kwa kila namna. Hatimaye siku ya leo tumefanikiwa kumpata Sheikh Kishki Nurdin, ndio mgeni wetu rasmi katika tukio letu la leo. Ni furaha kubwa kumpata Sheikh Kishki Nurdin kuja kujumuika na sisi wanauamzi. Jambo hili tumelifanya kwa muda mrefu, lakini kutokana na ratiba zake zilivyobana, hatimaye Mwenyezi Mungu amempa muda na wasaa wa kuonana na sisi siku ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ningewaomba tuwe watulivu kwa sababu tuko nje ya ratiba ya muda. Tumpatie katibu wetu atupatie agenda tuweze kuendelea na ratiba kamili. Tafadhali katibu, tunaomba agenda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla ya yote tutaanza na utambulisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako tuna mlezi wetu wa kikundi hichi cha Umoja wa Wajasiriamali Mahiwa na Zigua, Mheshimiwa Diwani Abdul Hamid Masamaki. Utambue uwepo wake. Assalamu alaikum. Lakini si peke yake, katika ulezi wa kikundi chetu unafanywa sambamba na diwani wa viti maalumu mama yetu. Hello. Kwa bahati mbaya anazungumza na simu, lakini yupo. Lakini tutambue vile vile kuwepo kwa mwenyekiti wa chama chetu tawala, Chama cha Mapinduzi tawi la Kariakoo Mashariki, Mheshimiwa Daudi. Assalamu alaikum. Baada ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ninayezungumza ni katibu wa Umoja wa Wajasiriamali Mahiwa Zigua, lakini nikisaidiwa kwa karibu na mweka hazina Mheshimiwa Rajab bin Hamis. Tafadhali simama wa kuona. Assalamu alaikum. Lakini utambue pia kuwepo kwa mwenyekiti wa kamati ya maadili. Taasisi yetu tumetengeneza utaratibu wa kuadabishana na jambo lisivuke kwenda kwa mheshimiwa mlezi, tulimalize kwanza ndani kwa ndani. Tuna kamati ya maadili ambayo inashughulika na maadili ya viongozi wa taasisi yetu. Mwenyekiti wetu ni Bwana Hamis Kasim Kumbaweni. Tafadhali simama mheshimiwa.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Lakini yeye akiratibiwa shughuli zake na Mheshimiwa Yusuf maarufu Dodo. Tafadhali mheshimiwa simama. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Lakini tuna kamati ndogo ya mikopo ambayo inaongozwa na mheshimiwa mweka hazina wetu, na waomba mheshimiwa mtendaji karibu huku. Kamati ya mikopo, naomba wajumbe wa kamati ya mikopo wasimame popote pale walipo. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Hawa ni wajumbe wa kamati ndogo ya mikopo. Pia naomba utambue uwepo wa viongozi wa kamati kuu ya utendaji, wajumbe wa kamati kuu ya utendaji waliokuwepo. Tafadhali wasimame popote pale walipo. Assalamu alaykum. Baada ya utambulisho huo, naomba ratiba iende, na muda si mrefu namuona mheshimiwa mtendaji wa kata yetu anaingia, ambaye ameenda kupokelewa na mheshimiwa mwenyekiti wangu. Inshallah akifika tutamtambua. Baada ya maneno hayo, niombe kwa muda mchache tupate salamu kutoka kwa diwani wetu wa kata. Mheshimiwa mtendaji, karibu uketi hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, huyu ni afisa mtendaji wetu wa kata ambaye anaratibu shughuli za mheshimiwa diwani. Karibu dada yetu. Naomba tupate salamu kutoka kwa mheshimiwa mlezi wetu wa kikundi angalau kwa dakika 2, alafu jambo lingine liendelee. Tafadhali mheshimiwa. Assalamu alaikum. Wallahi na mimi boss, habari gani? Na mimi niungane na shekhe wangu. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutukutanisha leo hapa asubuhi kwa afya tele, alhamdulillah. La pili, kama nilivyokuwa mlezi anapenda kulea watu katika malezi mema. Mimi nilikuwa naomba shekhe wangu, katibu, Naam. shekhe wangu, tunapotambulishana tusitumie jina la mheshimiwa, tutumie jina la ushekhe. Mimi naona tuko mahala husika hapa kuwa sisi wote ni mashekhe. Hilo tatizo sasa. Tunapotambulishana tutumie jina shekhe, kwa sababu sisi hapa wote ni mashekhe na kikundi chetu kinaingilia katika mambo ya mashekhe na dini. Uheshimiwa ni wakupita tu, ushekhe haupiti, shekhe unaenda nao. Kwa hiyo kwa kikundi chetu na kukienzi kikundi chetu, tutumie kutambulishana shekhe. Hata mimi diwani pia unaposimama, shekhe diwani simama kama jina langu Tabu. Lakini usinite bwana mheshimiwa, hivyo ni vyeo vya kupeana huku kwa huko. Kuna chama unaitwa kada, kuna unapokwenda kwenye vikao vingine unaitwa comrade. Lakini mara tuko hapa na jambo letu ni la kidini, si tutumie shekhe. Sawa eh? Mgeni rasmi karibu. Hii ndio Kariakoo. Hichi ni kikundi chetu. Tuko nacho kama sikosei zaidi ya miaka 5. Naam. Shekhe kikundi tumehangaika nacho mpaka tumekisajili ili tuwe kisheria. Alhamdulillah, tuko kisheria. Tuko kisheria kiserikali. Tuko kisheria kichama pia. Na tuko kisheria kidini vile vile. Nini maana yake? Kiserikali tuna usajili, kichama tunatambulikana mpaka mwenyekiti amekuja, na kidini hapa tuko msikitini. Msikiti pia umetukubali na umetupokea na tunafanya shughuli zetu. Tumefarijika uje wako. Alhamdulillah. Tukisema tusikilize kero moja moja hapa shekhe utaondoka saa 10. Lakini hapa hatukuja kwa hilo. Tumekuja tu ututilie baraka katika umoja wetu huu ambao ndio kwanza tunaendelea. Popote tunapokosea utusaidie. Popote ndako nyongeza shekhe karibu. Utusaidie, sisi ni Waislamu wenzio, sisi ni ndugu zako. Shida yetu shida yako. Kwa hayo machache
hapa leo sio mambo ya hotuba. Hapa tuongee maneno machache ambayo ni mazuri. Mimi naomba niishi hapa. Kama kuna lolote baada inshallah tutaongeza. Wa assalamu alaikum. Asante sana mheshimiwa. Asante sana Sheikh Abdul Masamaki. Nimepokea. Mgeni rasmi, wakati Sheikh Abdul Masamaki akizungumza, kuna ujio wa mjumbe wa serikali ya mtaa wetu. Mheshimiwa Ramadhani, tafadhali simama. Asalamu alaykum jamii. Wa alaykum salaam. Lakini sambamba na hilo, tuna mwakilishi kutoka ofisi ya OCD, mwakilishi kutoka polisi kata. Tafadhali Inspector, simama na usalimie kidogo. Asalamu alaykum. Msifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi Joni, ni polisi kata ya Jangwani. Kwa hiyo kata ya Kariakoo sisi ni majirani. Kwa hiyo huyu yupo likizo, nimekuja kumwakilisha. Asante sana. Naam, baada ya salamu hizo, naomba kwa dakika moja Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati namtambulisha diwani wetu, nikamkueleza kwamba walezi wetu ni wawili. Kuna Mheshimiwa diwani Sheikh, alafu tuna diwani viti maalum. Alikuwa anazungumza na simu, amefika, naomba asimame asalimie na umuone. Tafadhali dada. Asante. Naitwa Sada Jabiri Biti Mandwanga. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Naam, baada ya salamu kutoka kwa diwani wetu viti maalum, nimsimamishe mheshimiwa afisa mtendaji wangu, vijana wetu wa uamuzi wa kufahamu mara yao ya kwanza kukuona, watafurahi kama utasimama na kuwapungia na kuwatolea salamu. Asalamu alaykum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kwa majina naitwa Tatu Nyamoga, ni mtendaji wa kata ya Kariakoo. Ni furaha yangu kubwa kujumuika nanyi siku ya leo. Nashukuru sana. Asante. Kabla ya msoma risala kwa ajili ya mgeni rasmi, nimuombe mheshimiwa mwenyekiti wa chama tawi la Kariakoo angalau kwa dakika moja asalimie vijana. Assalamu alaykum. Asante wote mnanifahamu kwa majina, naitwa Daudi Simba, ndo mwenyekiti wa chama wa eneo hili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mimi sio msemaji kwenye hadhara hii kama alivyotangulia kusema, ni salamu tu kwa ajili ya chama. Nimependa jinsi muunganiko wenu kama Chama cha Mapinduzi, tuko pamoja kwa kila hali, kwa kila jambo, kwa muda wote tupo kwenye kutaka ushirikiano na nyinyi, basi mtuite. Baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha. Asante. Na mheshimiwa mgeni rasmi, tusikuchoshe, sasa ni wakati muafaka wa kusikiliza risala yetu kutoka kwetu, na baada ya kuipokea risala hiyo, nafikiri utapata nafasi ya kutoa nasaha na kuzungumza lolote kwa ajili yetu. Nimpishe msoma nasaha risala yetu Bwana Musa Rehani Zuberi, tafadhali kwa heshima na taadhima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hakika ya sifa njema ni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia twamuomba ampelekee rehma na amani, sala na salamu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa mgeni rasmi, shekhe wetu Shekhe Nurdin Kishki, shekhe diwani wetu, mlezi wetu Masamaki, shekhe mwenyekiti wa chama Daudi Simba, kiongozi wetu mtendaji wa kata, kiongozi wa polisi, kiongozi mama yetu pia mlezi wetu Mheshimiwa diwani wa viti maalumu Bisada, wageni wetu waalikwa,
ambao ni wafanyabiashara wenzetu wa maduka katika eneo hili na wote ambao mmefika katika kikao chetu, niseme kwamba itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Shekhe wetu, mgeni rasmi, kwa kuanza, jukumu langu nilopewa nilifikishe kwako na kwa viongozi wengine. Sisi tulokualika au tulokusanyika hapa ni umoja wa wajasiriamali wa Mahiwa na Zigua, tukifahamika kwa ufupi kwa jina la UWAMZI. Mheshimiwa mgeni rasmi, Shekhe wetu Sheikh Nuruddin Kishki, umoja wetu huu tuliuanzisha mwaka 2017 tarehe 9 mwezi wa 12. Lengo kuu la kuanzisha umoja huu lilikuwa ni kusaidiana na kushirikiana kama vijana ambao tunatafuta riziki zetu za halali katika eneo hili la nje ya msikiti wa Mtoro. Tushauriane, tupeane nasaha mbalimbali ili tuweze kufikia malengo ya kupata riziki zetu kihalali kwa mujibu wa imani zetu na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sababu kuu za kuanzisha umoja huu zilitokana baada ya misukosuko ambayo tuliipitia kama walivyopitia wafanyabiashara wengine wadogo wadogo kwa mujibu wa sheria za nchi yetu kuhusiana na wamachinga. Kwa hiyo kadhia tulopitia ilitusukuma chini ya shekhe wetu, diwani wetu Mzee Masamaki, aliona kadhia ile tunaoipitia, akatuweka chini, akatupa ilmu na akatushauri namna gani tunaweza tukafanya shughuli zetu pasina kugombana au kuiuzi serikali yetu. Lakini hilo hakulifanya peke yake, alilifanya yeye akishirikiana na viongozi wengine wa Chama cha Mapinduzi katika eneo letu, wa kiserikali, pamoja na viongozi wetu wa kidini wa msikiti wa Mtoro, ambapo alikuwepo almarhum Sheikh Zuberi, alikuwepo mwenyekiti wetu wa serikali za mitaa Mzee Nusura na wengine, pamoja na wafanyabiashara wa maduka katika eneo hili na majirani wenye makazi yao, wenye majengo yao katika eneo hili. Wote kwa pamoja tuliunganisha nguvu, wakatushika mkono, wakatusaidia mpaka tukafanikiwa kusajili umoja huu chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa kutambua hilo, tungeomba angalau dakika moja tuitoe kwa ajili ya marehemu Sheikh Zuberi Mzee Nusura kwa kazi kubwa walotupigania, ambayo ni wema wameufanya na wameuzalisha mpaka leo watu wanaishi, familia zinakula, watoto wanaenda shule. Kwa ihsani hii huku walikolala, tuwaombee dua siku ya leo, Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yao. Lakini pia taifa letu kama tunavyojua limetoka kupoteza viongozi wakuu wa nchi. Juzi tumetoka kumzika mzee wetu, rais wa awamu ya pili, Mzee Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo kwa pamoja tuchukue dakika moja tuwaombee msamaha huko walipolala. Mheshimiwa mgeni rasmi, shekhe wetu Sheikh Nuruddin Kishki, mlezi wetu Mzee Masamaki na viongozi wengine wote mlokuwepo hapa, tukiendelea na risala yetu, baada ya kufanikiwa kuunganisha umoja huo, tuliweza kuweka mikakati mbalimbali namna gani tunaweza tukaendesha shughuli zetu, lakini huku tukifata taratibu ambazo zinatakiwa za kiserikali, chama kama chama, ili kiweze kuwa na akaunti, kiweze kuwa na mzunguko mwingine wa kimaendeleo. Katika hilo tulifanikiwa kubuni utaratibu wa kujiwekea ukusanyaji wa shilingi 1,000 kwa kila mfanyabiashara katika eneo letu. Hiyo ikiwa kama ada ambayo itamtambulisha mtu kuonekana kuwa huyu ni mwanachama wa umoja huu wa wajasiriamali Mahiwa na Zigua UWAMZI,
na kumtofautisha na yule ambaye si mwanachama wa eneo hili. Zoezi hilo alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, linaenda vizuri na limetupa mafanikio, na mpaka sasa tunapozungumza, mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kufungua akaunti katika benki ya Amana Benki, na kupitia hizo 1000 zetu tunaweza kulipa malipo ya kiserikali yanayohitajika kila mwisho wa mwaka, ambapo mwanzo tulikuwa tunalipia hapa kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani. Baada ya mheshimiwa rais aliyetangulia mzee wetu Magufuli akabadilisha taratibu za shughuli za kiserikali kuhamia rasmi Dodoma, nasi tukawa tunatoa mtu hapa anasafiri mpaka Dodoma na kwenda kulipia haki za serikali. Lakini pia faida nyingine ya hizi 1000 mheshimiwa, tumefanikiwa kulipia ofisi, kwa maana umoja chama lazima kiwe na ofisi. Nasi tuna ofisi yetu, na inshallah baada ya hapa viongozi watakuongoza kwenda kuiona. Lakini pia faida nyingine ya hii 1000 imetusaidia kwa sababu sisi ni wajasiriamali wadogo wadogo ambao mitaji yetu iko chini. Siku zote wenyewe kama wenyewe kusema tupambane kujikwamua ni ngumu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunamshukuru, kupitia 1000 zetu tumeweza kupambana na tukaanzisha utaratibu mwaka jana, tukaweza kufanikiwa angalau kukopeshana kiasi kidogo kidogo sisi kama sisi kutoka kwenye mfuko wetu ili kuweza kubusti mitaji yetu, na hilo tulifanikiwa kwa 80%, na wengi waliona faida ya hiyo mikopo isiyokuwa na riba ambayo tumeiendesha ndani ya taasisi yetu. Zoezi hilo limeenda na mpaka tumefikia mwaka huu, mwaka ambao sasa tunakaribia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukaangalia nguvu yetu bado ni changa, bado ni ndogo katika mfuko. Viongozi wetu wakakaa wakishauriana na walezi wetu hawa namna gani tunaweza kutafuta njia za kuweza kusogea mbele zaidi ya hapa tulipokuwepo. Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake, kwa sababu yeye ndo anawaongoza watu, na kwa dua na sala tulizokaa tukimuomba atuunganishe na watu ambao ni watu wake katika hii ardhi, amewaweka, amewachagua kwa ajili ya kuwasaidia viumbe wake. Fikra za wote mheshimiwa shekhe wetu zikakuangukia wewe. Wote tukasema tukimbilieni kwa Shekhe Nuruddin Kishki, sio kwa sababu labda unaonekana sana kwenye ma-TV, bali kwa sababu ya moyo wako ambao Mwenyezi Mungu amekujalia wa kuwasaidia watu ambao wanania na wanajitihada za kuhakikisha wanajikwamua katika kutafuta riziki zao kwa njia ya halali. Kwa hiyo hilo likatusukuma tukuone wewe, tuje tukueleze haya ili na wewe uweze kutuangalia kwa ile huruma yako alokupa Mwenyezi Mungu, kama unavyoangalia wengi ambao tumewashuhudia kwa macho yetu na masikio yetu wakisaidiwa, wakitatuliwa, wakifanikiwa kupitia wewe na taasisi yako ya Al-Hikma Foundation. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, kiasi chetu kama tulivyokuambia ni kidogo katika mfuko, na huu ndio mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao kwa sisi na biashara zetu tunasema ndio mwezi ambao wa neema kwetu, kama vile Mwenyezi Mungu alivyoijalia Ramadhani kuwa ni neema kwa waja wake. Ndio mwezi ambao sisi kutokana na biashara zetu huwa tunapata angalau ya mzunguko mzuri wa kibiashara na kupata angalau matunda ya kuweza kutusaidia kukidhi mahitaji yetu ya kimaisha kwa muda wa mwaka mzima. Hivyo inapofika muda huu huwa tunahitaji, hawa wote unaona huwa wanahitaji kupata nguvu ya ziada ili wabusti biashara zao waweze kufanya mzunguko uliokuwa mzuri.
tukaonelea tuje kwako tukueleze hili, tukwambie hili, ili kadri ya vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekuwezesha na amekujalia uweze kutuangalia na uweze kutushika mkono kwa njia yoyote ambayo wewe unaijua, iwe wewe mwenyewe kupitia taasisi yako ya Al-Hikma Foundation, ama kwa kupitia marafiki zako na watu mbalimbali ambao unajuana nao ndani ya nchi na nje ya nchi, uweze kuwafikishia hili letu na uweze kutusaidia. Lengo kubwa la kukufuata wewe shekhe wetu, kiongozi wetu, na hatukwenda kwenye mabenki kama tulivyosema mwanzo na kama alivyosema mlezi wetu. Sisi hapa tumekusanyika na tunafanya shughuli zetu kwa asilimia 99 zimeegemea katika masala ya kiimani, japo kiserikali na usajili wetu uko 50-50, lakini tunazungumza kile ambacho ndio uhalisia wake. Tukienda kwenye mabenki, tumepita sehemu mbalimbali, tumekutana na changamoto za kusaidiwa, lakini kwa njia ya riba. Wanakubali kweli kutusaidia na wanasema wako tayari kutusaidia kwa sababu ni taasisi ambayo ipo kisheria, inatambulika na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano, lakini wao mikopo yao au misada yao wanaitoa kwa njia ya riba. Sasa hili tukakaa chini tukasema tunafanya maisha ya duniani, lakini kuna maisha ya kesho baada ya hapa duniani. Tufanye yote tunayoyafanya, lakini tumwangalie na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukakaa shura tukasema ni kheri tufanye subira, tuvumilie kulikoni kuingia katika mfumo ambao utazidi kumuuzi Mwenyezi Mungu, na huenda hata hicho ambacho tunakiona ni kingi kwa macho ya kibinadamu, lakini Mwenyezi Mungu akakiondosha baraka yake. Tukafanya subira mpaka leo kupitia mzee wetu na wazee wetu wengine, tukapata hiyo fikra ya kukuona wewe, huenda ukatusaidia katika hichi kilio chetu kwa njia ambayo haitomuuzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hilo ndio kubwa lilotusukuma mpaka tukakufuata wewe na kuja kukuomba au kukufikishia hii risala yetu. Tunaomba utusaidie, tunaomba utushike katika mwezi huu wa Ramadhani. Japo masiku yameshaisha, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuna imani amekuchagua wewe kwetu. Kwa haya masiku machache yalobakia, atakuwezesha kwa njia anazozijua yeye uweze kutusaidia kila mmoja Ramadhani hii aingie akiwa ana nguvu ya kuweza kufanya shughuli zake na kupata riziki yake ya halali. Baada ya kuyatanguliza na kuyasema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mlezi wetu, diwani, mama yetu, mtendaji na wengine wote mlokuwepo hapa, nimalizie tu kwa kusema sisi tunafanya shughuli zetu hapa. Mwanzo nilimtaja tulikuwa na marehemu Sheikh Zuberi, lakini Sheikh Zuberi ameshafariki. Unaweza ukajiuliza, nimemtaja Sheikh Zuberi labda ameshafariki, je, na ule ushirikiano kutoka msikiti wa Mtoro umekufa? La. Wallahi Sheikh Zuberi ameondoka, lakini ametuachia mtu ambaye anajaribu kuvivaa viatu vyake. Japo yeye anasema hawezi kuvivaa, lakini sisi tunashuhudia kwa asilimia 90 anaweza kuvivaa au anaelekea kuvivaa. Ni Sheikh Abasi Ramadhani Abasi, mwenyekiti wetu mzee cha Ulembo, katibu wa msikiti na viongozi wote wa msikiti huu wa Mtoro wanashirikiana na sisi katika kila hatua ambayo tunawakimbilia au tunayoipitia. Lakini pia watu wa maduka, na hapa wapo unavyoona, wamekuja kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu ya namna tunavyoshirikiana nao tuna haki pia ya kuwashukuru. Na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, watendaji wa kiserikali, wote tunashirikiana nao vizuri sana. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi niseme tu
Jambo moja la mwisho ni kwamba huu ni msemo, tunaambiwa, alisema mwenye kusema akasema kwamba mtu au watu tutakapokufa, msiende kututafuta katika makaburi tuliyozikwa, bali katutafuteni katika nyoyo za wale ambao tulikuwa tukiishi nao na tukishirikiana nao katika uhai wa duniani. Kwa hiyo sisi tuna imani shekhe wetu ukifa, hatutoenda kukutafuta katika kaburi, bali wewe utabakia katika nyoyo zetu na nyoyo za watu wote ambao unaishi nao na unashirikiana nao katika maisha yako ya uhai. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimpishe mwenyekiti wangu wa kikundi amkaribishe mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya kuzungumza na sisi. Baada ya kuzungumzwa yaliyozungumzwa, sasa ni nafasi ya kumkaribisha mgeni wetu rasmi Sheikh Kishki Nurdin aweze kuzungumza na wanauamzi. Tafadhali Sheikh, karibu uweze kuzungumza na uamzi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ndugu yangu, kaka yangu, diwani wa Kariakoo Sheikh Abdul Karim maarufu Masamaki, mama yetu diwani wa viti maalumu, mama yetu afisa mtendaji wa kata hii, ndugu yetu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe kutoka ofisi ya serikali ya mtaa, kamanda na mwakilishi wa OCD, mwenyekiti, katibu wa kikundi hichi cha uamzi na wajumbe wote kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali yoyote, sifa zote njema na shukrani zote zimwendee Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu, na sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amma baad, kwa kweli nimefurahi sana kwa mwaliko huu. Najua wako wengi walio bora kuliko mimi, wasomi, wajuzi ambao siwezi kuwafikia kwa namna yoyote ile, lakini ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaongoza akawa point kwangu mimi. Risala iliyosomwa na maelezo yaliyotolewa kwa kweli yamenifurahisha sana. Miaka mingi katika harakati zangu huwa napita maeneo haya, na nyinyi ni mashahidi, na ninaswali mara kwa mara katika msikiti huu wa Mtoro. Sijawahi kufikiria kama mna umoja na mna utaratibu na mna nidhamu kiasi ambacho mmeweza kusajili kikundi chenu. Hongereni sana kwa hilo. Lengine ambalo limenifurahisha ni namna mnavyoshirikiana na viongozi
mbalimbali. Nimefurahi kusikia ndugu yangu kaka yangu Sheikh Abdul Karim, diwani wa Kariakoo, ndiye mlezi wa kikundi. Diwani maalumu mnaye, mtendaji mnaye, Chama cha Mapinduzi mnao. Kwa kweli niwapongeze kwa hilo. Katika mazingira tunayoishi, bila ya kuwa karibu na viongozi hawa hamwezi kutoboa. Kiufupi, mmejiongeza mkaweza kuirahisishia serikali iweze kuwatambua. Ni jambo jema sana. Si wote wanaofanya hivyo katika wafanyabiashara. Wengi wanaikwepa serikali na wanakwepa vile vile watendaji wa serikali, jambo ambalo kwa kweli sio zuri. Lakini pia nitumie fursa hii kuwapongeza tena kwa dhati kwa kile kitendo cha kuamua kujitafutia riziki ya halali. Nyote nikiwatazama hapa, mashaallah, ni vijana, tena mashaallah ni mahandsome boy wote. Ni vijana wangapi ambao hawafanyi kazi, hawataki kufanya kazi, wanaishi mjini kiujanja ujanja, wengine wakabaji, wengine wezi. Hata hao tunawasikia panyarodi ni vijana. Lakini nyinyi mkaamua kutafuta tonge la halali ili mradi muweze kulisha familia zenu kilichokuwa halali. Ninaomba niwape faraja kupitia kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, ma akala ahadun ta'aman khairan qat, hajapatapo mtu kula chakula cha kheri qatu, chakula kizuri qatu, akasema min an yaakula min amali yadihi, kuliko kula kupitia katika kazi ya mikono yake, jasho lake la halali. Kabla hata hamjaniambia, kwa mazingira mnayofanya biashara yaonyesha nyinyi kweli ni wajasiria wadogo wadogo. Hilo lisiwahuzunishe. Kikubwa kinachotakiwa katika vipato vyetu ni baraka. Unaweza ukapata kipato kikubwa sana kikawa hakina baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa hakuna unachokifanya. Wangapi leo wanapata mamilioni, wakishashika mkononi pesa zinapuputika, hata hawajui wamefanyia nini. Tahamaki, pesa zimekwisha. Kufanya biashara ni jambo jema, ni ibada katika Uislamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha biashara. Hongereni kwa kufanya biashara, kwa sababu mmeamua kushikamana na kile ambacho Mola wenu, muumba wenu, mlezi wenu amekihalalisha. Wa harrama riba, na ameharamisha riba. Na tumesikia hapa wakopeshaji wako wengi, benki zinazokopesha ziko nyingi, lakini asilimia zaidi ya 90 ni wazee wa riba. Na nyinyi mkaona ni kheri mpate tabu na shida hapa duniani kuliko kujiingiza katika dhambi ya riba, dhambi ambayo Bwana Mtume anasema udogo wake tu ni sawa na kumuingilia mama yako mzazi. Biashara, ndugu zangu, yahitaji taufiki ya Allah na baraka za Allah. Biashara na suala zima la kutafuta riziki haihitaji uende mbio sana. Na ndio maana Qur'ani tukufu ilipozungumzia mitoko mbalimbali, Qur'ani tukufu imetuambia
tunapokuja kwa ajili ya kuswali salatul jum'a, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Swala ya Ijumaa muiendee kwa haraka. Ukija katika masala ya kutafuta riziki, Allah anasema huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha. Yeye Allah ndiye aliyewadhalilishia ardhi hii. Hakusema nendeni mbio katika kutafuta riziki, kasema tembeeni katika pembe za ardhi, wakulu min rizqihi, na kuleni katika riziki zake. Wangapi wanaenda mbio kweli kweli, lakini mwisho wa siku hakuna wanachoumbulia isipokuwa kile kile walichokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanachuoni mmoja anasema la ta'jalanna falaysa ar-rizqu bil-ajali, ar-rizqu fil-lawhi maktubun ma'al ajali, falau sabarna lakana ar-rizqu yatlubuna lakinnahu khuliqa al-insanu min ajali. Usiwe na pupa katika kutafuta riziki, kwani riziki haipatikani katika pupa. Kisha akasema hakika ya riziki na ahadi yako ya kuondoka duniani vyote vimekwisha andikwa katika kitabu cha Allah. Kinachotakiwa tufanye subira, falau sabarna lakana ar-rizqu yatlubuna. Lau kama tutafanya subira tukawa wavumilivu, riziki badala ya kuitafuta ingetutafuta yenyewe. Lakinahu khuliqa al-insanu min ajali. Lakini hivi ndivyo ilivyo tabia ya mwanadamu, ameumbwa akiwa ni mtu wa haraka na mtu wa pupa. Kwa hivyo ndugu zangu, msikate tamaa, na hivi mnavyokwenda nendeni. Waswahili kuna msemo husema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Hakuna mfanyabiashara mkubwa hapa duniani aliyeibuka akawa mkubwa hapo hapo. Soma historia ya wafanyabiashara katika nchi yetu, ukiambiwa fulani alikuwa akifanya biashara gani, leo wewe pengine huwezi kufanya biashara ile. Utaona tabu, utaona shida, utaona kinyaa. Lakini kwa kuwa watu walianzia chini na Allah subhanahu wa ta'ala akawapa rahma zake na baraka zake, leo wamekuwa ni wafanyabiashara wakubwa. Baada ya neno hili niseme ya kuwa katika wafanyabiashara ninaowajua waliopata bahati kubwa sana ni nyinyi wafanyabiashara wa hapa msikiti wa Mtoro. Kwanza mnafanya biashara zenu manake ni usoni kabisa mwa nyumba ya Allah. Bahati iliyoje hiyo! Maana yake nyinyi miaka nenda miaka rudi hamwezi kukosa kuswali sala 5, labda kwa yule ambaye atakuwa anaiendekeza nafsi yake. Wasia wangu kupitia eneo hili ambalo mnalifanyia biashara, shikamaneni na ibada. Katika siri kubwa ya mafanikio ya Allah kukunjua riziki za waja ni mtu kushika ibada. Hebu twende mara moja katika suratu Dhariyat, Allah aliposema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudie mimi Mola wao. Kisha akasema ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah anataja ibada, baada ya ibada anatumbukiza riziki. Sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudie. Aya ya pili, ma uridu minhum min rizqin, sihitaji kutoka kwao riziki.
wama uridu an yut'imun, wala sihitaji kutoka kwao wanilishe. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, kwamba yeye Allah anasema yeye ndio mtoaji wa riziki. Pana mafungamano gani baina ya kufanya ibada na suala zima la riziki? Kwa nini Allah kila anapozungumzia ibada kinachofuata anazungumzia riziki? Tukienda kwa mfano katika suratu Taha, Allah anamuamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamwambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa, waamrishe watu wako, familia yako kushikamana na ibada ya swala tano, nawe Muhammad endelea na ibada ya swala, kisha akatumbukiza riziki. La nas'aluka rizqa, sihitaji riziki kutoka kwenu. Kwa nini kila Allah ndani ya Qur'ani anapotaja ibada swala tano, kama si aya hiyo hiyo aya inayofuata anazungumzia riziki? Wanawachuoni wanasema anayetaka apate riziki yake kiuwepesi na kiulaini bila ya shida wala tabu, atekeleze wajibu za Mola wake, amwabudie Mola na aswali swala tano. Moja katika wema waliopita, kama alivyoeleza Imamu Ibn Kathir, anaposwali swala ya Ijumaa akitoka nje ya msikiti, kaka yangu Sheikh Abdul Karim akimaliza kuswali swala ya Ijumaa, katika wema waliopita, anauelekea msikiti, ananyua mkono mbinguni, asema ya Rab, ewe Mola wangu mlezi, nimetoka kutekeleza wajibu wangu, fardhi yako, agizo lako, amri yako. Na umeahidi anayetekeleza amri na agizo la ibada, umejikomiti kumpa riziki na kuomba sasa nami unipe riziki. Unaona watu wenye akili hawa wanaojua kutumia opportunity vizuri, anatekeleza ya Mungu kisha anamwambia ya Rabbi, sasa naomba utekeleze na kwangu, nipe riziki bila ya hisabu. Baada ya kusema hayo, naomba umoja huu uendelee. Mshikamane jamani. Siri ya mafanikio, katika siri nyingi za mafanikio ni umoja na mshikamano. Mwanachuoni mmoja anasema ta'bar rimahu idha ijtama'na takassura wa idha iftaraqna takassarat ahada. Ukikusanya mishale kwa wingi ukasema uvunje, utashindwa. Lakini ukiziachanisha ukapewa mshale mmoja mmoja, utavunja. Mkiwa pamoja namna hii hakuna anayeweza kuwavunja. Mkianza kutofautiana, mkafarakiana, mkagombana, mkaanza kutuhumiana, hamuheshimiani, hamthaminiani, basi ujue ndio mwanzo wa kuharibikiwa kwenu. Na mimi namuomba Allah msiharibikiwe, bali mfanikiwe zaidi na zaidi kwa rahma zake na kwa baraka zake. Baada ya kusema hayo, nimesikia risala na naomba kwa ufupi sana niijibu hii risala. Katibu na mwenyekiti kupitia kwa msomaji wa risala nimesikia yale aliyoyasema, na nimefurahi pale msomaji wa risala amesoma kwa ufasaha sana aliposema, ama wewe mwenyewe shekhe, taasisi yako, marafiki mbalimbali ulio nao. Tukaonelea tuje kwako tukueleze hili, tukwambie hili, ili kadri ya vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekuwezesha na amekujalia uweze kutuangalia na uweze kutushika mkono kwa njia yoyote ambayo wewe unaijua. Iwe wewe mwenyewe kupitia taasisi yako ya Al-Hikma Foundation, ama kwa kupitia marafiki zako na watu mbalimbali ambao unajuana nao ndani ya nchi na nje ya nchi, uweze kuwafikishia hili letu na uweze kutusaidia. Kwanza ni waahidi kwamba na marafiki wengi alhamdulillah, nitawatafuta na kuwapa salamu zenu hizi, na si kuwafikishia tu bali na kuwashawishi na wao waweze kuwasupport kwa namna moja ama nyingine.
Hili insha Allah nimeliahidi mbele ya Allah. Lakini pili, pamoja na hayo, katibu, ujumbe ambao wewe na mwenyekiti mmeutuma kwangu kabla ya kikao cha leo hichi, waliweza kunigusia baadhi ya ambayo yamegusiwa katika risala yenu. Pamoja na hayo, ili kuthamini ujio wenu kwangu na kuthamini namna mlivyonithamini na mkaniona mimi ni mtu ninayefaa leo kukaa na nyinyi, na yale yaliyotangulia kufahamishwa kutokana na mwezi mtukufu huu uko usoni. Kwanza kabisa naomba niwaambie risala yote nimeisikia na insha Allah nakwenda kuifanyia kazi. Pili, nimekuja na zawadi ndogo sana. Nasema ndogo kwa sababu hailingani na thamani yenu. Nyinyi ni watu wakubwa, ni watu wenye thamani, na mimi naamini miongoni mwenu muko mawali wa Mungu, wacha Mungu kuliko hata mimi. Nimekuja na mchango mdogo, na nyinyi mnafahamu ya kuwa na jambo kubwa, na bahati nzuri bango langu mmeniwekea hapa, tarehe 24 mwezi huu tuna jambo letu, mashindano makubwa kabisa ya Qur'ani tukufu barani Afrika na duniani kwa ujumla. Lakini pamoja na hayo nikasema nisije mikono mitupu, nije angalau hata na mchango mdogo. Wanasema just appreciation, kuthamini mchango wenu na namna mnavyohangaikia kutafuta riziki ya halali. Nimekuja na zawadi ndogo inayotokana na vyakula. Nimekuja na unga wa ngano takriban mifuko zaidi ya 70, kilo 5. Nimekuja na mafuta takriban lita 70, ambapo kila mtu anaweza kupata lita moja. Lakini pia nimekuja na mchele takriban kilo 70, kila mtu anaweza kupata kilo 5. Lakini pia nimekuja na boksi 50 za tende. Kama hilo halitoshi, mfuko wenu pia nimekuja na chochote kwa ajili ya kubusti mkono wenu. Na naomba msijisikie vibaya kwa kidogo ambacho nakitoa, kwa sababu yana mimi pia na mambo mazito mbele yangu, na nyinyi mnajua. Ninaye mwasibu wangu huyu, naomba ulete kilichokuwa kidogo, na sitoi hadharani kwa sababu ya ria, lakini natoa ili katibu baadaye asije kutuhumiwa shea kutoa hicho, katoa zaidi ya hicho. Na Qur'ani imesema tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum. Qur'ani imeruhusu kutoa dhahiri shahiri kwa malengo ya kuhamasisha wengine, na pia kutoa kwa siri. Mwasibu wangu nipe jamani na milioni 5 kwa ajili ya kubusti akaunti yenu. Mheshimiwa Katibu, hii ni pesa ndogo jamani, naomba muipokee kwa ajili ya kubusti akaunti yenu insha Allah. Mwisho nihitimishe na mambo mawili. Jambo la kwanza, naomba nyote niwalike katika mashindano ya Qur'ani yatakayofanyika tarehe 24 mwezi huu siku ya Jumapili. Na uzoefu unanionyesha nikijaga Jumapili hapa mara nyingi mnapumzika. Na hapa nimekuja na kadi za VIP kwa heshima yenu ili niwalike. Mheshimiwa Katibu au mwenyekiti, naomba nikabidhi kadi za VIP za kina baba kwa ajili ya kuhudhuria katika mashindano makubwa ya Qur'an tukufu barani Afrika. Ninawaomba jambo moja, mtuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala atusimamie katika haya mashindano, yafane zaidi kuliko miaka yote, na yapite salama salmin. Yakipita salama salmin, alhamdulillah tumemaliza jukumu la mashindano.
insha Allah pia nitawatafutia pikipiki za bodaboda 2 kwa ajili ya kuongezea angalau zifanye kazi ziweze. Mwenyekiti, nilete katibu, nilete pikipiki bodaboda 2 au nilete pesa gharama zake. Mimi nimeona pikipiki zikizunguka kwa siku unapata 10,000 takriban, kwa mwezi 300,000, pikipiki 2 600,000 huenda ikaongezea kidogo katika income yenu ikiwa mtapata vijana waaminifu na ambao watatuliza vichwa vyao. Kwa haya machache naomba nirudie tena niseme na washukuru sana kwa kunipa heshima hii kubwa. Mimi si chochote si lolote mbele ya Mola wetu, ni mtu mdogo sana, na ni Mola tu aliyekuambieni kwamba huyu shekhi anaweza akafaa akaketi nanyi, na nashukuru kwa kuitikia, kwa kunialika nami nimeitikia. Naomba muyapokee haya machache, na inshallah tuko pamoja, na namuomba Allah daima awatoe hapa mlipo kibiashara, awapeleke juu zaidi. Baada ya kusema hayo, nimshukuru mlezi wenu, diwani wa kata hii ya Kariakoo, diwani wa viti maalum mama yetu hapa, mtendaji wa kata, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe kutoka serikali ya mtaa ya hapa, kamanda ambaye naye vile vile namwakilisha OCD, kutunga mkono na kuhudhuria katika hafla hii au mkutano huu. Hakika mmewatia moyo vijana. Hawa vijana wanapaswa kutiwa moyo kwa sababu wana mambo mengi na maisha ni magumu, na wakati mwingine wanavurugukiwa. Kwa hiyo mkiwa nao karibu wanafarijika kwa namna moja ama nyingine. Jazakumullahu khairan wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na asanteni kwa kunisikiliza. Naam, baada ya nasaha kutoka kwa mgeni rasmi, nitambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kariakoo Mashariki. Alichelewa kidogo, alikuwa na udhu. Tafadhali baba yetu, hebu simama kidogo uone. Salaam. Naam, kabla ya kutoa tamko la nasaha la shukrani kwa sisi, nafasi ambayo ataifanya mwenyekiti wa kamati yangu ya maadili kwa ajili ya kumruhusu mgeni rasmi, sio nimuulize diwani kama ana lolote la kuweza kuzungumza, maka aliahidi kama kutapatikana lolote. Sheikh na mlezi pia. Sheikh na mlezi. Sheikh Abdul Masamaki, tafadhali. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Wallahi alhamdulillah tulichokidhamiria inshallah Mungu amekitia baraka. Tumelenga palipo, shabaha zetu zimefanya kazi. Sheikh Kishki hajatuangusha, na sisi tunamwambia inshallah tutakualika tena. Hatukupenda michango yako, lakini tumependa maneno yako Sheikh. Wallahi una maneno ya asali, maneno yako mazuri. Inshallah sisi sote tutazingatia Sheikh. Kila baada ya sala zetu tutaiomba msikiti, tutamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kazi zetu ziende vizuri. Sheikh, na mimi ndakusaidia kitu kimoja. Sisi jumla wetu tuko 73. Alhamdulillah umeleta vitu 70. Alhamdulillah umeleta vitu 70. Naam, salamu alaykum Sheikh. Salamu alaykum. Mimi ndo mwenyeji wa hili jambo, lakini lazima nitoe dharura. Tumepata msiba, kuna mzee wetu mmoja amegongwa na gari asubuhi. Amegongwa katika hatua za kheri, alikuwa anakwenda kuswali. Mtu mzima maskini. Wale watu wanakimbilia swala ya jamaa. Nafikiri usingizi. Kwa hiyo gari imempiga, amefariki. Maiti iko hapa Amana. Mimi niko Amana.
katika wazee wetu. Kwa hiyo nilikuwa Amana muda wote. Kwa hiyo nimetoka hapo, na utaratibu wa mnajua maiti za ajali zina investigation lazima. Kwa hiyo gari ile na dereva, kwa bahati dereva kukimbia. Kwa hiyo tumemaliza utaratibu, kama wataturuhusu kuzika leo tutazika alasiri inshallah. Hilo ndio kubwa lilonichelewesha. Pole sana. Asante sana. Tuko pamoja. Mimi nitamunga mkono Sheikh. Sisi kwa ujumla wetu tuko 73. Alhamdulillah umeleta vitu kwa 70. Hatutogombana lakini tutanyang'anyana. Mimi nikasema hapana. Mimi nitamunga mkono Sheikh wangu. Zile tatu zilobakia nitaziongeza mimi. Ili Sheikh dhamira yako itimie. Mimi nitaongezea sisi wote 73 inshallah apate kifuko. Na alhamdulillah Ramadhani wapo nakuja. Sheikh, sisi tuko vizuri na msikiti, kani wasema tuko vizuri na serikali, alhamdulillah tuko vizuri na chama. Hao vijana wanajitahidi maskini. Na tumepita misukosuko mingi sana ya kukimbizana hapa. Kuna wakati tuko kama Vietnam hapa, watu wanapotea, hakuna hata mtu mmoja. Lakini baadaye wote wanarudi tena. Lakini alhamdulillah kwa dua zetu na wenyewe tumejiombea, sasa hivi tuko mahala salama. Sheikh, la mwisho kwangu natoa shukrani tu za dhati. Siona ulichokitoa wewe ni kidogo. Hapana, kwetu ni kikubwa sana.